kuwasaidia wananchi kupunguza gharama za vifurushi ili ambao wanajiajiri kupitia sekta hii iweze kuwasaidia. Asante. Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kuhusu ushauri wake wa kukaa na vijana kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Vijana, tumeupokea na tutakutana na vikundi mbalimbali vya vijana ili kujua mahitaji yao na changamoto zao wanazozipata katika upatikanaji wa internet katika shughuli zao. Kwa hiyo tutawasiliana na wenzetu wa wizara inayohusika na maendeleo ya vijana kwa ajili ya kushughulikia swala hili. Na kuhusu kukaa na taasisi binafsi kwa ajili ya kupunguza gharama za vifurushi, mwaka jana 2025 serikali ilikaa na taasisi binafsi na tukapunguza bei za vifurushi vya internet, na kwa sasa katika Afrika Mashariki ukiondoa Rwanda, Tanzania ndio nchi yenye vifurushi nafuu zaidi kuliko nchi nyingine zote zaidi ya Rwanda. Kwa hiyo tutaendelea pia kukaa na hawa taasisi binafsi tuangalie namna gani tunavyoweza kuboresha zaidi kupungua kwa gharama za vifurushi ili tuweze kufikia lengo la kuwa na uchumi wa kidijiti. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, tumepokea ushauri wako na utaufanyia kazi kwa kadri inavyowezekana ili tufikie hilo lengo. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, gharama za vifurushi sio muhimu sana kama makusanyaji ya vifurushi hivi hayasimamiwi vizuri. Nchi ya jirani penetration ya mobile iko chini ya Tanzania. Mapato ya revenue kwenye simu ni mengi zaidi ya Tanzania. Nchi za jirani zina dividend kwenye masuala ya simu, Tanzania hatuna. Kwa there's something wrong katika makusanyo ya kusimamizi wa revenue kwenye masuala ya simu. Wena mkakati maalum wa digital sovereignty ya Tanzania. Dunia sasa inaendeshwa na mtandao. Na kuomba sana Mheshimiwa, una haja kujibu, lichukue mkalifanyie kazi. Mheshimiwa, tunaendelea Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule.